Twende Timotheo wa kwanza, sura ya kwanza, ule wa kuabudu. Wakati wa kuabudu. Rudia tena. Dhamiri njema wakati wa kuabudu. Rudia tena. Dhamiri njema wakati wa kuabudu. Dhamiri njema wakati wa kufanya nini? Kuabudu. Wa kuabudu. Tunaona lile neno Paulo anamwambia mwanangu Timotheo. Niliwahi kuwafundisha neno la mwanangu na mtoto. Mzee wenzako, wewe ni mtoto, wewe ni mwana. Mtoto wewe ni Mwana. Mtoto tutaitwa mtoto ndio yule anajikojolea, anajinyea, mtoto anafanya mambo ya nini? Ya kitoto. Lakini mwana ni yule ambaye anajielewa. Mwana ni mtii, anayejielewa, anayejitambua, ndio anaitwa mwana. Mwanangu. Sema amen. Amen. Kwa hiyo kwenye wokovu utoke kwenye level ya kuwa mtoto uwe kwenye level ya kuwa mwana. Na sifa nyingine, mwana ni mtii, ila mtoto anaweza kukusikiliza na asitii. Hiyo ni tofauti. Mtoto anakusikiliza, anaweza kukusikiliza, maana ni mtoto, atakusikiliza lakini hata tii. Lakini mwana anakusikiliza na kutii. Kwa neno mwana maana yake mtii wangu au mwaminifu wangu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Tunaona Paulo anamwambia mwanangu Timotheo na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya nabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vita vile vizuri. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema tuvipige vita vizuri vya imani. Tuvipige vita vizuri vya imani. Tena. Tuvipige vita vizuri vya imani. Tena. Tuvipige vita vizuri vya imani. Tumoja leo kuuliza kwa nini kifaru? Kwa hiyo kwa kifaru cha vita, kwa hiyo wokovu ni vita. Nikamwambia wewe hujui kwamba wokovu ni vita. Leo mpaka leo ulikuwa hujui kwamba wokovu ni vita. Wokovu ni vita. Ndio kifaru cha vita. Wokovu ni vita. Vita hii ilianza mbinguni, sio duniani. Kule hakupatikana shetani, baada ya vita ndio akajulikana nani? Shetani. Baada ya vita ndio akajulikana nani? Shetani. Malaika Mikaeli akawatandika wale wafuasi wote wa shetani, wakaangushwa chini, wakapromoshwa kwenye dunia. Hapo kulikuwa na vita mbinguni. Biblia inasema kulikuwa na vita nini? Mbinguni. Vita yetu ni vita vizuri vya imani. Lazima tuvipige vita vizuri vya nini? Vya imani. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Anasema uwe mwenye imani na dhamiri njema. Mwambie mwenzako uwe mwenye imani na dhamiri njema. Mwambie. Uwe mwenye imani na dhamiri njema. Mwambie tena. Uwe mwenye imani na dhamiri njema. Mwambie tena. Uwe mwenye imani na dhamiri njema.
Dhamiri ni mfano wa nia. Una nia gani? Yaani wewe lengo lako la kuokoka lilikuwa ni nini? Ndio maana ya dhamiri. Yaani ulipoamua kumfuata Yesu, ulipoamua kuokoka, dhamiri yako ilikuwa ni nini? Aidha ilikuwa dhamiri yako tu upate mimba, uzae, au dhamiri yako ilikuwa tu upate kazi, au dhamiri yako tu ilikuwa uolewe, au dhamiri yako ilikuwa labda ujenge nyumba tu, au dhamiri yako ni nini? Wokovu, unapomwabudu Yesu lazima dhamiri yako iwe ni Yesu, iwe ni kumpenda Yesu. Amen. Yaani dhamiri yako iwe ni kumpenda Yesu, kumtaka Yesu katika maisha yako, kumtumikia Yesu. Hiyo ndio inaitwa dhamiri nini? Njema. Dhamiri ikiwa tu imebaki kwenye mahitaji, maana yake ukipata lile hitaji huwezi endelea na Yesu. Halo? Amen. Huwezi endelea na nini? Ni sawa sawa. Iwe serikalini, iwe kwenye makampuni, iwe kwenye mashirika. Kuna watu wanapendwa kwa sababu ya cheo. Cheo kikiisha hata yeye anasaulika kabisa. Hata wakumpigia simu hamna. Kwa hiyo dhamiri ni kitu kinachotakiwa kuendelea hata kama wakati wake au jambo ulilokuwa unalitarajia limetimia. Lazima uendelee kuwa na dhamiri njema, kwamba nimeamua kumtumikia Yesu, kwamba nimeamua kusimama kwa Yesu, kwamba nimeamua kuwa madhabahu ya uzima na amani. Haijalishi kuna mabonde, kuna mapito, kuna milima, kuna mapori, kuna mashimo, kuna nini, haijalishi, kwamba nimeamua kusimama kwenye njia hii. Kama vile ambavyo watu unakuta anafia dini, anafia nini? Ndio maana sifa ya dini ni kuzikwa. Au ulikuwa ujui? Sifa ya dini ni fani. Ndio maana watu wengi wanasema sasa mimi nani atanizika? Yaani mtu anaanza kufikiria nani atamzika. Kwa sababu sifa ya dini ni kuzika. Ndio maana ibada ya marehemu ni ndefu kuliko ibada ya walio hai. Sema huyo shetani. Sema huyo ni shetani. Ibada ya marehemu ni nini? Ibada ya marehemu ni ndefu, ina ratiba kweli kweli kuliko hata ibada ya Jumapili. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya dini ni kifo. Nguvu ya dini ni nini? Ni kifo. Hata kwenye kufungisha ndoa utaona pale wanasema watakaa mpaka kwenye kifo. Kwa hiyo nguvu ya dini ni kifo. Nguvu yetu sisi juu ya madhabahu uzima na amani ni kuishi, ni kupokea uzima. Wangapi wanataka kuishi kwa jina la Yesu? Amen. Wangapi wanataka kuishi maisha marefu? Amen. Wangapi wanataka kupokea uzima? Amen. Sema amen. Amen. Sisi kwetu mauti ni adui. Mtoto anakufa miaka 14, mtoto wa miaka 12, afu watu wanasema Mungu amempenda. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema Yesu tuepushilie mbali kabisa. Yesu tuepushilie mbali kabisa. Dhamiri njema. Muulize mwenzako, wewe dhamiri yako ni nini? Dhamiri yako ni nini? Dhamiri yako ni nini? Muulize. Dhamiri yako ni nini? Afu mwambie sijasema useme, nimesema nimekuuliza tu. Mwambie nijibu kimoyo moyo. Mwambie nijibu kimoyo moyo. Haya, mwambie wewe dhamiri yako ni nini? Wangapi watakuwa matajiri? Amen. Alafu kiwa tajiri dhamiri yako ni nini? Utukomeshe. Tutembelee vidole vya miguu.
Halo? Amen. Halo? Amen. Au dhamiri yako ukomeshe ukoo wa kutambua wewe ni nani? Dhamiri yako ni nini? Sema amen. Amen. Hata unaposomesha mtoto, muulize dhamiri yako ni nini? Dhamiri ya kufaulu masomo ni nini? Wengi wanakuambia ni kupata kazi. Kwa hiyo hamna dhamiri zaidi ya kupata kazi. Sema amen. Amen. Unajua Yesu anaangalia mioyo yetu, si ndio? Amen. Yesu anaangalia nini? Mioyo. Wanadamu wenyewe watakuangalia sura tu. Ndio maana wakisha una matongotongo. Wanadamu watakuangalia sura tu, hakikisha umechana nywele. Wanadamu watakuangalia mavazi, hakikisha umependeza. Yesu ataangalia moyo wako. Yesu ataangalia nini? Moyo wako. Sasa kwenye moyo wako una dhamiri gani? Una dhamiri gani? Ile dhamiri ndio itakayofanya kila unachokifanya au maombi yako yanajibiwa, kwa sababu una dhamiri njema. Sababu ya mtu kujibiwa maombi yake ni kuwa na dhamiri njema. Amen. Dhamiri yangu ilikuwa sio uchungaji ili nipige maisha. Dhamiri yangu ya uchungaji ni kuhubiri injili ya Bwana Yesu Kristo, Mungu mkuu. Kwa kama huko kwenye jimboni wanakubali ubatizo wa jina la Yesu, wanakubali kuhubiri injili ya Yesu Kristo, Mungu mkuu, na hiyo madhabahu wanakubali maombezi, unabii, ufungulivu, anaenda kujiunga. Lakini kama hawataki, mimi dhamiri yangu sio uchungaji ili nipige maisha. Dhamiri yangu ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo, Mungu mkuu. Amen. Kwa nikasimama mpaka leo tuna kanisa zuri la Life and Peace International Church linalomtangaza Yesu na lililo na dhamiri ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo dhamiri yangu ingekuwa ni kupiga maisha, fursa zilikuwa nyingi za kupiga nini? Ni sawa na watumishi wengi leo, dhamiri yao ni maisha, sio injili. Dhamiri yao ni nini? Hata ukiwa na mchango anataka mchangie mchele na sukari wa nyumba yake. Awe na mchele, awe na sukari nyumbani kwake. Hasemi jamani tuwe na sukari, tuwe na mchele madhabahuni. Anasema tuwe na sukari, tuwe na mchele, nileteni nyumbani kwangu. Dhamiri ikiwa mbaya, hata magonjwa yanalipuka ovyo ovyo. Kuna watu wamepata nafasi kubwa za kijamii, wamepata nafasi kubwa, wana mishahara mikubwa, lakini dhamiri yao ni kuangaikia familia zao tu. Mwisho wake wanapata na visukari, wanapata na stroke, wanapata na mauvimbe, wana uzazi shida. Inakuwa kwa nini? Kwa sababu dhamiri yao ni kujipenda wenyewe. Dhamiri yao ni kujipenda wenyewe. Biblia inasema nyakati za mwisho watu watajipenda wenyewe. Swali, ulikuwa unajua kwamba kujipenda wenyewe ni dhambi? Mwizo mwenzako, ulikuwa unajua kujipenda mwenyewe ni dhambi? Awe dhambi unajua ni sigara, pombe. Kujipenda mwenyewe ni dhambi. Mwambie mwenzako. Ndio maana kuna ile neno pia Yesu akamwambia wanawake ya kwamba mjipambe si kwa mapambo tu ya nje pekee yake, bali kwa upole, kwa utulivu na moyo wa kiasi. Mwenzako na moyo wa kiasi.
moyo wa kiasi. Hata ndoa imeambiwa na kiasi au hujui? Ndoa yenyewe imeambiwa na nini? Ipate muda wa kuomba na kufunga. Ndoa yenyewe iwe na kiasi. Kama unapenda watoto wako pia uwe na kiasi. Usikapenda watoto wako mpaka ukamkosea Yesu. Kuna watu wanapenda watoto mpaka anamkosea Yesu. Kuna watu wanapenda wazazi wao mpaka anamkosea Yesu. Uwe na kiasi. Kwa hiyo dhamiri inaendana na kuabudu. Ili Yesu akutendee mema, uwe na dhamiri safi, uwe na dhamiri njema. Ni sawa na mwanaume anayependa mwanamke. Kama dhamiri yake alipenda miguu, siku hamna miguu, upendo umeisha. Kama dhamiri yake alipenda tu uso, siku uso umejikwaruza, upendo umeisha. Mtu mwenye upendo wa dhamiri njema atakupenda kwa hali zote. Kwa hali zote. Kwa sababu hata upendo pia ni dhamiri nini? Njema. Uwe na dhamiri nini? Njema. Kwamba kwa hali zote nitakuwa na wewe. Sema amen kubwa. Amen. Kwa hali zote Yesu nitakuwa upande wako. Pamoja na Ayubu kupata majaribu yote yale, Biblia inasema hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Mtu anaomba tu hajapata kazi, anasema Yesu, hii kweli umeniita? Mbona hata kazi sijapata? Mambo mawili muhimu sana kwenye maisha. Uwe na dhamiri njema na usiwe mtu wa kutamani vitu vya watu wengine. Usitamani. Biblia inasema usitamani wala punda, wala ng'ombe, wala kuku wa jirani. Kuna watu wakiona hata kuku ameingia nyumbani kwako, unafurahia, unamkamata, unamchinja, afu jirani akiuliza unasema huyu kuku mimi sijamuona. Halo. Amen. Halo. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Bible study ya leo, Yesu amenituma kila mmoja awe na dhamiri njema, ili uwe na uwepo wa kuabudu katika utukufu. Uwe na dhamiri njema, kwa sababu mtu asiyekuwa na dhamiri njema, mwingine dhamiri yake ni ajira. Siku akikosa ajira utamuona pia madhabahu. Wengine dhamiri yao ni uongozi. Siku akikosa uongozi utamuona tena madhabahu. Wengine dhamiri yao Amen. ni kuolewa. Siku akiolewa utamuona tena madhabahu. Mwingine dhamiri yake ilikuwa ni kushika mimba na kuzaa mtoto. Siku ameshika mimba na amezaa mtoto humuoni tena madhabahu. Mwingine dhamiri yake. Kwa hiyo dhamiri yako isikae kwenye mahitaji yako peke yako. Ndio maana mimi nimetembea na mtazamo huu, ninamfanyia nini Yesu, so Yesu ananifanyia nini mimi. Yesu ananifanyia nini mimi, hiyo ni kazi yake Yesu. Jukumu langu mimi ni kuhakikisha anamfanyia nini Yesu. Hata kwenye mahusiano
ya ndoa, ya urafiki. Urafiki mzuri au ndoa nzuri ni ile ambayo mtu anamwazia mwenzake anamfanyia nini, sio ananifanyia nini. Dhamiri njema haipo kwenye swala la mtu mwenyewe kufaidi peke yake. Dhamiri njema ni kuona wengine wanaokolewa, ni kuona wengine wanapata maisha ya furaha kama wewe unavyofurahi. Dhamiri njema ni kuhakikisha kabisa ya kwamba zile baraka Yesu alizokubariki ziwafikie na wengine. Amen. Ndio maana ya dhamiri njema. Asubuhi ya leo kwenye Bible study, ombea dhamiri yako iwe njema. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Tuanze tu mstari wa 8 hadi wa 9 pale, Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 9, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu, wakiishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hapa ni mfano wa eneo moja la watumishi wanaoitwa mashemasi. Biblia inasema wawe wastahivu, si wenye kauli mbili. Jifunze kuwa na mtu mwenye kauli moja. Ukisema jambo litekeleze. Mgeukie mwenzako mwambie ukisema jambo wewe unatekeleza. Unajua kipindi kile naahidi mambo yalikuwa mazuri. Sasa hivi mambo yangu hayajakaa sawa sawa. Niacheni kwanza. Mbona kauli mbili? Aliyekugusa mpaka ukatamka wakati ule ni nani? Na aliyekugeuza kauli ni nani? Wakati unatamka moyo wako unafurahi, ni nani amekugeuza moyo wako unachukia tena kitu ulichotamka mwenyewe? Si wenye kauli ngapi? Kuwa na kauli moja. Yaani watu wenye vigeugeu. Biblia inasema usifanye ushirika na mtu mwenye nini? Mtu mwenye nini? Mtu ambaye anabadilika ni hatari kwenye maisha. Iko siku unamtegemea ndo atakuacha njia panda na utakuwa huna pa kushika. Mtu mwenye kigeugeu anaweza kukuacha mahali sasa ambapo ulikuwa ndo unamtegemea kabisa, huyu ndo atakuwa baraka, atakuwa msaada, ndo unashangaa amekutelekeza. Watu wenye nia mbili, watu wenye kauli mbili, watu wenye vigeugeu. Leo Yesu Kristo Mungu mkuu, kesho kutwa Mungu mtoto. Leo ubatizo wa jina la Yesu, kesho kutwa tena Baba na Mwana na Roho. Mtu mwenye kigeugeu. Halo? Amen. Halo? Amen. Wangapi hapa wana vigeugeu? Kigeugeu maana yake mtu anayegeuka. Geukie mwenzako, mwambie uwe na dhamiri njema. Mwambie unataka kufanikiwa. Uwe na dhamiri njema. Uwe na dhamiri njema.
neno akisema nasema sio watu wa kutumia mvinyo sana. Si watu wanaotamani fedha ya aibu, kwa sababu mashemasi ndio wanahesabu sadaka. Sio watu wa kutamani fedha ya aibu. Fedha ya aibu, fedha ya wizi, fedha ya tamaa. Wakiishika siri ya imani katika dhamiri safi. Wakiishika siri ya imani. Siri yetu ya imani, Bwana Yesu Mungu mkuu. Hiyo ni siri, usifikiri ni kauli, ni siri kubwa sana. Kuna watu mpaka ni Wakristo mpaka wanakufa hawajajua Yesu ni Mungu. Kuna Wakristo mpaka wanakufa hawajajua ubatizo wa jina la Yesu. Wewe umejaliwa kujua. Hiyo ni siri ya imani. Uitunze katika dhamiri safi. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 11. Wakorintho wa pili Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 11. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 11, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Basi tukiijua hofu ya Bwana Yesu, twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu, nami natumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zenu pia. Tukiijua hofu ya Bwana Yesu, tunafanyaje? Tunawavuta wanadamu kwa Yesu. Kwa mtu mwenye dhamiri njema anakuwa mshuhudiaji. Mtu mwenye dhamiri njema anakuwa mtu wa kutaka kuona wengine wanaponywa, wengine wanafunguliwa, wengine wanabarikiwa. Sema amen. Amen. Afu jambo lingine, furahia mafanikio ya mtu hata kama hata kugawia, wewe furahia tu. Amen. Sema elewa. Amina. Mimi nimeombea wengi tu na wamefanikiwa. Wanaonikumbuka ni wachache sana, ila wengi wamenisahau. Siwaombei mabaya na waombea mema. Kwa nini? Kwa sababu nilipokuwa namuombea mtu afanikiwe, kumbe dhamiri yake ilikuwa ni Yesu. Dhamiri yake ilikuwa ni ukoo wake. Kwa anapofanikiwa anajikita kwenye ukoo, anajikita kwenye familia yake, anajikita kwenye miradi yake, anajikita kwenye biashara zake. Mwisho wa mahitaji ya mwanadamu ni kaburi. Kaburi. Asiyekuwa na mahitaji ni maiti. Kuna watu unaona mtu unaambiwa ni bilionea Afrika, lakini hapate usingizi, ana muda wa kuabudu, bado anahangaika na maisha. Ni bilionea wa Afrika. Unajiuliza, mwanadamu huwa anataka nini duniani? Wakati mwingine mwanadamu huwezi jua anataka nini. Ni kama anataka vyote. Kuna mtu unaweza kukuta na kiwanja hapa mpaka Kitangiri, kiwanja kimoja chote cha kwake, lakini bado anaweza kwenda kudhurumu kiwanja cha mwenzake cha miguu mitatu. Yamkini mwanadamu angependa Mwanza nzima, magorofa yote, kila kitu kiwe cha kwake, na bado pengine asingetosha, angetaka na Shinyanga. Mwanadamu hatosheki. Ndio maana hata kwenye eneo la kumtumikia Yesu, usio kasema labda nikipata hichi ndo nitatoa,
nikipandishwa mshahara ndo nitafanya hivi. Zile ni story. Ukishindwa kumtumikia Yesu jinsi ulivyo, huwezi kumtumikia Yesu kwa sababu umefanikiwa sana. Ukishindwa kumpenda Yesu vile ulivyo sasa, usifikiri utampenda Yesu sana baada ya mafanikio makubwa. Si kweli. Anza hivyo ulivyo. Anza hivyo. Kipato chako kidogo, anza kuonyesha unavyompenda Yesu kwenye kipato chako kidogo. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Hata utoaji wa zaka. Watu wengi sana waaminifu kwenye kutoa fungu la 10. Wengi wao ambao vipato vyao ni vidogo. Ukikuta mtu kipato chake ni kikubwa, anaanza kuwa mwizi kwa Yesu. Sasa roho yake inaanza kumuuma. Nitoe yote hii, nifanye yote hii. Anakadiria. Atafanya hivi. Ni kwa nini? Kwa sababu dhamiri ya mtu ndiyo inaweza kusababisha huyo mtu kuendelea na kusimama ama kurudi nyuma mbele za Yesu.